Ujumbe wa dharura kutoka kwa jeshi la polisi umetikisa taifa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya Watanzania kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa tarehe 29, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro ametuma ujumbe mzito unaohakikisha wananchi usalama kamili wakati wa uchaguzi na kuonya vikali wale wanaojaribu kuvuruga utulivu wa taifa. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, kamanda Mliro amesisitiza kuwa jeshi la polisi limejiandaa kwa kiwango cha juu kuhakikisha kila Mtanzania anatimiza haki yake ya kikatiba ya kupiga kura bila hofu, vitisho wala bugdha kutoka kwa mtu au kundi lolote. Tamko hilo limekuja wakati kampeni zikiwa katika hatua ya mwisho, huku mitandao ya kijamii ikiendelea kusambaza taarifa zinazodaiwa kuwa za uchochezi na vitisho vya wapiga kura. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, baadhi ya watu wamekuwa wakitumia majukwaa ya kidijitali kueneza hofu na kuwataka wananchi wasijitokeze kupiga kura, na ni jambo ambalo limeelezwa kuwa kinyume na sheria na linaweza kuchukuliwa kama kosa la jinai. Kamanda Mliro ameweka wazi kuwa vitendo hivyo havitavumiliwa na vyombo vya usalama viko tayari kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika. Ameeleza kuwa amani na utulivu wa taifa ni jambo lisiloweza kujadiliwa na polisi wameanzisha operesheni maalum ya kiintelijensia kufuatilia kwa karibu mienendo hiyo inayoweza kuhatarisha uchaguzi huo. Aidha, jeshi la polisi limeeleza kuwa vituo vyote vya kupiga kura vitawekwa chini ya ulinzi wa kutosha, sambamba na maafisa wa uchaguzi na raia watakaokuwa wakitekeleza wajibu wao. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa mchakato mzima wa uchaguzi unafanyika kwa uwazi, utulivu na bila vitisho vyovyote. Wananchi wametakiwa kuwa makini na kutotoa nafasi kwa watu wanaotaka kutumia siasa kuleta machafuko. Jeshi limehimiza ushirikiano wa karibu kati ya raia na vyombo vya usalama, hasa katika kutoa taarifa kuhusu vitisho, uchochezi au mipango yoyote ya kuvuruga uchaguzi. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli ya kamanda Mliro imeleta matumaini mapya kwa wapiga kura, hasa katika maeneo yenye historia ya taharuki wakati wa chaguzi. Wengi wameona hatua hiyo kama ishara ya uthabiti wa vyombo vya dola katika kulinda misingi ya demokrasia. Kwa sasa maandalizi ya uchaguzi mkuu yanaendelea kwa kasi, huku vyama vya siasa vikihitimisha kampeni zao na tume ya uchaguzi ikikamilisha taratibu muhimu za mwisho. Wananchi wengi wameonyesha utayari wa kushiriki, wakisema huu ni wakati wa kuamua hatima ya Tanzania kupitia sanduku la kura. Hali ya amani na usalama imeendelea kuwa ajenda kuu katika siku chache zijazo, na jeshi la polisi limeahidi kuwa macho usiku na mchana kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa utulivu. Kenyascope itaendelea kukuletea taarifa kamili kuhusu maandalizi na matukio yote yanayohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Endelea kuwa nasi, subscribe na kulike video zetu, vile kushare ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajui kwamba tusha upload video hii.